Ina kiona kitu inabidi tuwe hapo na Mungu mwenyewe. Nisome mtumishi. Anza mstari wa kwanza kabisa. Hebu soma kabisa hapo. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu, kila mtu atatwaa mwana-kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao. Mwana-kondoo kwa watu wa nyumba moja. Mwana-kondoo kwa watu wa nyumba moja, na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana-kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana-kondoo mmoja, kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya. Hesabu yenu kwa yule mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila. Mume wa mwaka mmoja mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Mstari wa 7. Nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili katika kizingiti cha juu, katika zile nyumba watakazo mla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi, wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni. Kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani, wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Amen. Rudi hapo, maana ni Pasaka. Hapo ulipokuwa unasoma. Tena mtamla hivi. Mstari wa 11. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na mwanadamu. Amen. Mpe Bwana Yesu makofi. Sasa wewe ukitaka kuelewa habari ya Pasaka, baadaye soma hiyo 12, hiyo
vyote. Lakini tuchukue mstari wa 11 baada ya kupata maelezo hayo ya nyuma. Sasa hapo tupate kutulia kwenye mstari wa 11, kwamba mtamla hivi mkiwa katika hali gani? Pasaka inafanyika mkiwa katika hali gani? Na hapo ndio tafsiri au Pasaka ilipoanzia. Pasaka ilianzia hapo mstari wa 12, ambayo ndio yale mapigo 10 ya Farao yanatekelezwa hapo. Sasa aliambiwa Musa, ili sasa mtoke kabisa kwenye utumwa, ili sasa mtoke kabisa kwenye shida na taabu mnayopitia, anayowapitisha Farao. Fanyeni jambo hili, nendeni kila moja au kila familia, andaeni sadaka. Na hiyo sadaka anasema inaitwa dhabihu. Kwa mistari ya mwanzo hapo, andaeni hiyo dhabihu kila familia, na hata kama mtu atapatikana ambaye hana uwezo, wachangishane ili mradi watoe sadaka hiyo. Huyo ni Mungu anatoa maagizo. Sasa mwingine anasema ina maana Mungu hawezi kutubariki tu hivyo hivyo. Hebu na wewe jiulize, kwa nini Mungu afuate njia ya uganga? Kwa nini asiseme tu haya pokeeni? Kwa nini atupe maelekezo kwamba mkitaka sasa kutoka, maana mmechoka, na mimi nimesikia kilio, na mimi nimesikia maombi, yani umelia, akakusikiliza sema basi nimesikia. Sasa cha kufanya nenda katoe nini? Dhabihu. Sasa Mungu umesikia naambia kama ananiambia katoe. Natoa wapi? Natoa wapi wakati nalia sina? Natoa wapi wakati nalia na nitesa Farao? Natoa wakati mimi ni maskini, niko kwenye matofali. Wewe sikini watu walikuwa wanatumikishwa kwenye mambo ya tofali kujenga miji ya Farao. Hawana kazi, hawana makazi, ni wapangaji wale, waliweka mpaka mji wao unaitwa Gosheni, mkoa wao, ambao wanakaa kwa muda hivi kama wafungwa fulani. Alafu Mungu anataka kesho kuwafungua, anawaambia, "Oje, nataka nimalize nihitimishe mateso yenu, nataka kuhitimisha mambo yenu. Sasa kila moja hata mshike, usipige kama nganga, lakini mshike. Huyu hapa analala. Sio kama apostol nganga. Mshike tumwambia amkasikiliza neno kweli. Usimruhusu mtu alala hapo karibu na wewe. Hivyo ibada ya Pasaka, mwambie jirani yako, ukiona unazidiwa usingizi, simama. Tupate Pasaka. Wangapi wako kwenye ibada ya Pasaka? Wangapi wako kwenye ibada? Hivi unajua leo ni siku ya Pasaka? Wangapi wanajua leo ni siku ya Pasaka? Kumbe unajua. Sasa mbona unalala tena? Mungu anasema ili mateso yakome, ili salama za manyapara ziondoke mgongoni. Kama yule bwana aliyepigwa salama na nana juzi alirudi nyuma, rudi nyuma, anataka kumbavu kamsaba hapa, ili yaishe. Nendeni kila mtu kwenye familia yake, nendeni kila mtu hata kama ni maskini. Angalia huyo Mungu. Ndio watu wakimshangaa huyo Mungu. Yeye tunateseka, yeye hatuna makazi, yeye hatuna biashara, yeye tunategemea kulishwa na Farao, yeye tunategemea kuvalishwa na Farao, yeye tunategemea chakula. Na ndio maana nisema jangwani, ukitaka kuelewa akili hawa na Israeli, walisema jangwani, heri turudi tukale pilau za nani? Za Farao. Kwa hiyo kwa walikuwa hata kulishwa au chakula walikuwa wanapata ya Farao. Heri tukarudi tukale zile pilipili hoho, zile mandazi ya Farao, zile vyakula vya Farao. Kuliko kuja kuteseka jangwani. Kumbe hata vyakula walivyokuwa wanakula ni vya Farao. Mungu huyu wa mbingu na nchi anathubutu kuambia watoto wake, watu wake, wapendwa wake, wazaliwa wake wa kwanza, mnataka kutoka sasa kama mnataka kutoka, fanyeni hivi, nendeni mkatoe nini? Dhabihu.
Mimi niko kwa mtu. Naalishwa na mtu. Naoga maji ya mtu. Kila kitu ya mtu. Alafu naniambia tena, na wewe ndio nimekulilia na umesikia sauti.